Matukio ya ajabu ikiwemo mwamba kuweza kukuta maiti nyumbani kwake, kuona watu wakiwa wanafariki maeneo ya karibu na nyumbani kwake, yote yamekuwa yakimtokea sana huyu mchizi wa kuitwa Beni. Sasa unaambiwa ya kwamba huyu mwamba, haya matukio yanaanza tu mara baada ya mwamba kuweza kumrejea ex wake wa zamani sana walowahi kudeti miaka ya nyuma, ingali mwamba alikuwa na mke na alikuwa na familia, huku pia huyu ex wake naye pia akiwa tayari ameshaolewa, lakini watu hawa walianzisha mahusiano ya siri. Sasa swali likawa kwa huyu mchizi wa kuitwa Ben, je, ni nani ambaye yuko nyuma ya haya matukio yote ambayo mwamba yanamtokea? Je, ni mke wake au ni mwanaume wa huyu ex wake ambaye wamerudiana naye? Sasa mambo yanazidi kuwa mazito na huu ndio mzigo wa siku hii ya leo. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipason Jr. Bonge Story. Mwanzo kabisa wa movie tunatambulishwa huyu mchizi, jina lake anaitwa Asa. Huyu jamaa ni CEO wa kampuni moja ya PSM iliyokuwa ikifanya kazi ya kusambaza madawa pamoja na kuyauza ndani ya nchi husika. Huyu jamaa ni tajiri mkubwa sana katika hii nchi. Mwamba alikuwa na nguvu sana na alikuwa akiweza kupata kila kitu atakachokihitaji ndani ya hiyo nchi, lakini kwa sasa mambo yote yameweza kubadilika dhidi yake. Dunia nzima inaanza kumpinga. Sasa ukweli ni kwamba Mwamba kampuni yake hivi karibuni ilitoa dawa mpya na dawa hizo zikawa zimesababisha vifo vya takriban watu 268. Hii siyo idadi ndogo. Janga kubwa likatokea ndani ya hiyo nchi. Mashtaka aliyokuwa anamkabili Mwamba hasa ni kwamba aliwasilisha ripoti ya uongo wa majaribio ya dawa hiyo ili serikali iweze kuruhusu dawa hizo kuweza kuuzwa ndani ya hiyo nchi, huku Mwamba akawa ametumia rushwa ili kusudi tu kuweza kuhakikisha jambo lake linakwenda vizuri. Sasa licha ya kwamba Mwamba alikopa anatuhumiwa kwa hizo tuhuma, upande wa Asa yeye anadai ya kwamba idara ya usimamizi wa chakula na dawa ilipochunguza ripoti hizo hawakuona kosa lolote. Kwa hiyo kisheria Mwamba hasa bado hana hatia na analijua hilo vizuri. Hasa kwa sasa hana hata wasiwasi, wakati dunia nzima ipo nje na ikitaka haki, yeye yuko ndani akiwa anafurahia maisha na mpenzi wake mdogo wa kuitwa Emil. Yaani Mwamba hana hata wasiwasi kama kuna watu wamepotea kwa sababu yake, ana amani kabisa, kwa sababu hapa alikopo akiamini sana timu yake ya mawakili kwamba itafanya kesi hiyo iweze kupotea kabisa. Lakini Emil yeye hana furaha hata kidogo. Anamwambia Asa ya kwamba anataka kuondoka mjini siku chache zijazo ili tuweze kupumzika na kupata hewa safi. Asa kusikia hivi akakataa, na Mwamba anadai ya kwamba hawezi kumruhusu kwenda popote, na huo ndio mwanzo wa kila kitu kinachofuata kwenye hii story. Na hapa Mwamba akadai ya kwamba hawezi kumruhusu huyu bidada Emil aondoke na aende popote. Ukweli ni kwamba Emil yeye alishaanza kukasirika, na hapa bidada amechoka kabisa kuweza kudhibitiwa na Asa, yani kulindwa, kupangiwa namna ya kuishi. Lakini kwa upande wa Mwamba Asa yeye ajali kabisa. Muda mchache baadaye Mwamba akaenda ofisini kwake na kisha akatumia siku nzima kuamuru mawakili wake kuhakikisha ya kwamba kesi hiyo inafutwa haraka iwezekanavyo. Sasa aliporudi nyumbani jioni hiyo, nyumba yote ilikopo ni kimya kabisa. Bidada Emil alikuwa ametoweka na vitu vyake vyote havipo. Kisha hapo hapo ujumbe ukawa umetoka kwenye namba isiyojulikana. Sasa huu ujumbe ulikuwa ukisema ya kwamba yuko mtu amemteka Emil na alikuwa akitaka fedha nyingi sana kama Arthur atahitaji kuweza kumwokoa Emil. Hasa baada ya kusikia hivi, Mwamba akastuka sana. Mara moja Mwamba akaamua kuweza kuita timu yake ya wachunguzi ili tu waweze kushughulikia hilo swala. Basi wale vijana wake wakakubaliana na kile ambacho bosi wake anataka kuweza kukifanya, na huku Asa akawa anaendelea na mipango yake ya kutafuta pesa ambazo zilikuwa zikitakiwa ili kusudi kuweza kumkomboa yule bidada Emil. Baada ya kukusanya, Mwamba akaelekea mpaka kwenye gala moja ya sanaa. Unaambia huku ndipo sehemu ambapo alitakiwa kuweza kufika kwa ajili ya mabadilishano ya fedha na yeye aweze kumkomboa yule bidada Emil. Mwamba akaingia ndani, akaangalia huku na kule, kisha akaanza kusubiri maeneo haya. Baada ya muda mwanaume mmoja akamsogelea maeneo haya, na kwa wakati huo wakaanza kuzungumza. Mwamba akawa analeta stori nyingi sana za kuhusu kufanya biashara. Asa alikasirika sana na kisha wakamvamia yule mshikaji, wakaanza kumshambulia, lakini muda mchache baadaye wakagundua huyu mwanaume wanayemshambulia hapa ndio mmiliki wa ile gallery ya sanaa. Na kwa wakati huu Mwamba alikopa akijaribu kutaka kumuuzia mchoro wa ukutani, lakini Mwamba akamtwanga kwa kuwa alikuwa na ghadhabu kubwa. Sasa ukweli ni kwamba yule mtekaji halisi hakutaka kabisa kuweza kutokea, na kwa wakati huu Mwamba alikopo kama anachezewa mchezo ili kusudi kumfanya Arthur aonekane mjinga. Hapa ndipo movie inatutupa wiki moja tu kabla ya hili tukio kuweza kutokea, yani la kutekwa huyu bidada Emil. Sasa huku
huku tunamfahamu mchizi mmoja wa kuitwa Ben Chilkahel. Huyu mwamba ni mwanasheria wa kampuni kubwa ya kisheria. Sasa Beni ni mtu mwenye akili sana. Unaambia kwamba mwamba ana bidii vibaya mno na ni mzuri sana kwenye kufanya kazi yake, lakini maisha yake binafsi yalikuwa ni ovyo sana. Sasa mke wake na Ben alikuwa akiitwa Charlotte. Huyu ni nesi na amekuwa akifanya kazi nyingi za zamu, na hizi zikamfanya huyu bidada kuweza kuwa bize na kuwa mbali na mwamba Ben kihisia. Sasa ndoa yao ikaanza kuvunjika taratibu. Ben yeye hajui namna ya kuweza kuiokoa hiyo ndoa. Rafiki wa karibu wa Ben huku kazini akawa anakaa naye chini ili kusudi kuweza kumpa ushauri pamoja na ukweli. Hapa akawa anamwambia mwamba aweze kupumzika, ampe muda Charlotte, waende safari kwa pamoja kabla ya mambo hayajaharibika kabisa. Lakini Ben aliposikia ushauri huu hakutaka kabisa kuweza kusikia, na mwamba akaamua kuendelea na ubizi wake na kuendelea kujikita zaidi kwenye kazi zake mwenyewe. Siku moja ghafla ombi la urafiki likawa linaingia kwenye simu yake, na hapa likawa limetoka kwa bidada Emil. Huyu ni mpenzi wake wa zamani miaka 10 iliyopita. Bila kufikiria, mwamba Ben akaamua kukubali ombi hilo. Rafiki yake akaanza kumuonya mara moja juu ya yeye kuweza kurejesha urafiki pamoja na mpenzi wake ama ex wake wa zamani kwa miaka 10 iliyopita, na hapa anamwambia akae mbali sana na huyo bidada Emil. Rafiki yake akawa anaendelea kumshauri sana, na hapa akawa anamwambia ya kwamba wanawake wazuri hawarudiwi na wanaume ambao waliweza kuoa kitambo sana, na hii ni kwa ajili tu ya usalama wake. Mwamba akaambiwa ya kwamba asimrudie kabisa huyo bidada, ataleta matatizo makubwa na hata kusababisha kuvunja ndoa yake. Lakini Ben hakutaka kabisa kuweza kusikiliza. Mwamba akaamua kwenda kukutana na yule bidada wa kuitwa Emil ana kwa ana. Sasa walipoanana, mwanzoni kila kitu kilionekana kuwa ni kizuri. Wao watu wakaanza kucheka, wakawa wanakumbushiana kumbukumbu za zamani na kuanza kuzungumza maisha yao ya nyuma na ya sasa. Ben yeye akaanza kuelezea maisha yake ya ndoa, lakini jinsi ambavyo anaeleza na reactions za bidada Emil zikawa zinaonyesha wazi ya kwamba bado ana wivu na mchizi, na mahusiano yake bidada Emil pamoja na yule mchizi wa kuitwa Asa yalikuwa yakimtesa sana. Sasa ukweli ni kwamba Asa ni mtu mwenye wivu sana, tena kupita kiasi. Anaziba kila kona, anamtreat Emil kama mali yake binafsi. Na ukweli ni kwamba huyu bidada Emil alikuwa akiwa anaishi kwa hofu sana na kwa umakini sana dhidi ya yule mchizi Arthur, na hapa akawa anamwambia Ben ya kwamba yule Asa aliweza kuwasilisha ripoti feki ya majaribio ya dawa ili iweze kukubalika na serikali, na yeye anazo ripoti ya harisi. Kwa wakati huo mwamba Ben akawa anasikiliza kwa umakini mkubwa. Muda kidogo baadaye Emil akaamua kumchukua mshikaji na kumpeleka kwenye apartment yake, na hapa bidada Emil akaanza kukopi zile taarifa zote za yale majaribio, tena akaweka kwenye flashi na kisha akamkabidhi mchizi Ben. Ben akili yake ikawa inaanza kuvurugwa, anaogopa vibaya mno. Huu ushahidi kwake anaona kama ni mkubwa na ni mzito kupita kiasi, lakini pia akaanza kutambua ya kwamba huenda hichi kitu kikamsababisha kuweza kufika kwenye hatari kubwa, na hofu kubwa ikawa ni kwamba kama Asa atagundua hizo taarifa zimetoka kutoka kwa Emil, basi maisha ya Emil pamoja na Ben yataanza kuingia kwenye matatizo makubwa sana. Emil yeye naye pia ameshagundua kwamba na hilo linaweza kuwa ni hatari, lakini kwa sasa bidada anasema ya kwamba hajali kabisa. Mpango wa bidada Emil ulikuwa ni rahisi sana, na hapa akawa anawaza kama Ben atafungua kesi dhidi ya Asa, tena akiwa anazitumia zile taarifa, Asa angeingia kwenye matatizo makubwa kisheria na kesi yake ingekuwa ni nzito na wala asingepata muda wa kuweza kufuatilia ukweli. Hapo ndipo Emil angepata nafasi ya kuweza kutoroka na kuanza maisha mapya. Sasa huu ulikuwa ni mpango wake wa kutoroka, na Ben ndiye aliyekuwa ufunguo huo mpango wake. Mwamba Ben kwa upande wake akaanza kusita. Mwanadada Emil akaamua kuweza kumshawishi sana mchizi ili tu aweze kuingia katika mtego wake, na bidada akawa anatumia zaidi mvuto wake. Hali hapa ikaanza kwenda mbali kidogo. Usiku huo wakautumia pamoja. Ben hakujua ya kwamba anafanya kosa ambalo likishindwa kabisa kuweza kumrudisha nyuma. Asubuhi iliyofuata Ben akaingia kwenye ofisi ya bosi wake wa kuitwa Charles, na kisha akampa wazo la kufungua kesi dhidi ya madai ya Arthur. Charles akakataa haraka sana, na hapa Ben akawa anamwambia Charles ya kwamba Asa sio mtu wa kuweza kumshambulia kirahisi, na akawa anatoa sababu tofauti tofauti akisema ya kwamba mwamba ana pesa zisizoisha. Jeshi la mawakili lipo upande wake, na mara nyingi huwa hasahau watu ambao wanampinga hata kurejea hata kwa namna nyingine.
nyingine. Yani hata utakaposhinda mahakamani, basi ataharibu kazi yako, ataharibu sifa yako na ataharibu mpaka familia yako. Ben yeye akamsikiliza kwa utulivu sana bosi wake, na kwa wakati huu akaamua kuweza kumwonyesha ripoti halisi ya majaribio hayo ya dawa. Hapo kila kitu kikaanza kubadilika, macho ya Charles yakaanza kuangaza, na kisha akampa Ben ruhusa ya kuweza kuiendeleza hiyo kesi. Yani mwamba akapata mkono wa heri wa kuendelea kuisimamia hiyo kesi. Rafiki mkubwa wa Ben aliposikia hiyo habari hakufurahia kabisa tena hata kidogo, na hapa akaamua kumtoa pembeni, akaanza kumsihi mwamba achane na hiyo kesi, hasa hataweza kabisa kucheza fair kama anavyozani, na hapa akawa anasema hataweza kuwaacha salama yeye pamoja na mke wake. Lakini Ben alikuwa tayari ameshasimama kidete na hakutaka kabisa kuweza kurudi nyuma. Jioni hiyo Ben akaamua kumpeleka Charlotte mke wake klabu ili kujaribu kutaka kuweza kurekebisha ndoa yao, na kwa wakati huu mwamba anajaribu sana kuweza kutumia muda na mke wake na kujaribu kuwa naye karibu tena. Wakiwa karibu na mke wake, ghafla mambo yakaanza kuharibika. Mwanaume mmoja alimfuata Beni, na kwa wakati huu akawa anajaribu kumwambia kwa sauti ya utulivu na ya upole na tena yenye vitisho, na kumwambia kwamba aachane kabisa na Kethi ya Asa, la sivyo yeye pamoja na mke wake hawatakuwa salama kabisa. Kisha huyo mwanaume akaamua kabisa kuondoka, kana kwamba hakuna kitu chochote ambacho kiliweza kutokea. Ben akajifanya yuko sawa, lakini ndani akawa ameingiwa na hofu kubwa. Huyo mwamba alionekana ni kama mtu wa kazi maalum, mtu ambaye alilipwa kutoa onyo tu siku hiyo, lakini Ben akakataa kabisa kuweza kuongozwa na hofu. Ben alipokuwa hapa akatoka na kwenda kumtafuta mke wake Charlotte. Alipofika huku, anachokiona mwamba akasimama ghafla, huku akiwa anashangaa. Ukweli ni kwamba kwa wakati huu mke wake Charlotte alikuwa akizungumza na bidada Emil. Ben kwa wakati huo akawa ameelewa huu huenda ukawa ni ujumbe mzito ambao unafikishwa na Emil. Emil aliamua kuweza kutumia hivi ili kusudi tu aweze kumfahamisha mshikaji ya kwamba yeye ameweza kufanya sehemu yake na mwamba anapaswa kuweza kufanya sehemu yake. Sasa Ben hapa amesha nasa kabisa, kama ataendelea na ile kesi Asa ataweza kuwaangamiza yeye pamoja na mke wake, lakini akiacha tu bidada Emil ataharibu ndoa yake kabisa. Hapa mwamba hana njia safi kabisa ya kuweza kutokea, yani kote kuna balaa. Usiku huo huo mchizi akaamua kurudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa sana, lakini huu pande kuna jambo muhimu sana na la kushangaza likawa linaendelea nyuma ya pazia. Sasa huyu bidada Emil kwa siri sana alimlipa mtu amshambulie kidogo ili tu aweze kupata majeraha, na kisha akapiga picha za mwili wake wote ukiwa na michubuko. Hizo ndizo zikawa picha alizozituma kwa ajili ya kuweza kuigiza ya kwamba ametekwa na hakukuwa na mtekaji kiukweli. Sasa stori yote ya utekaji huo ulikuwa ni mpango wa yule bidada Emil wa mwanzo kabisa, na hii ikawa ni kama njia ya kuweza kumtia mchizi Asa kwenye hofu ili aweze kutoroka bidada Emil. Wakati huo huo Charles naye pia anaendelea kumshawishi sana Beni kubaki focused kwenye kesi, yani waendelee na hiyo kesi licha ya kwamba wamepata vitisho vingi sana, kwani ushahidi ambao wapo nao ni mzuri sana na unatosha kabisa kuweza kuwatia hatiani. Ben anadai ya kwamba wanao nafasi kubwa ya kuweza kushinda hiyo kesi, lakini wasiwasi pamoja na hofu kubwa ya mchizi Ben ikawa dhidi ya mawakili wa huyu mwamba wa kuitwa Asa, kwani wameanza kupigana naye kwa nguvu zote. Siku moja jioni, Ben akaamua kwenda kwenye apartment ya yule bidada Emil, lakini alichokikuta kilimshtua vibaya sana. Huku alimkuta bidada Emil akiwa amekufa, na hapa chumba kikawa kimepangwa kikiwa kimeonekana vizuri sana kana kwamba huyu bidada amejikatisha moto yeye mwenyewe. Lakini Ben alipoona hivi akagundua wazi ya kwamba hiyo sio sahihi. Bidada hawezi kabisa kuweza kujikatisha moto, kuna mtu amehusika kabisa kuweza kumtoa maisha. Ben akaingiwa na hofu na kwa wakati huu akawa amepanic. Sasa badala mwamba kuweza kuwaita polisi, mwamba akaamua kuendesha moja kwa moja hadi nyumbani kwake, na hapa akaamua kuweza kumwelezea Charlotte mke wake kila kitu. Mwamba akaanza toka siku ameweza kukutana na yule bidada Emil na ushahidi pamoja na kila kitu aliweza kumwambia. Charlotte aliposikia hivi alikasirika sana, lakini kwa upande wa Ben alikopa akitarajia ya kwamba huenda angemuelewa mke wake, lakini Charlotte hataki kabisa kuweza kusikia chochote. Na ukweli ni kwamba namna ambavyo bidada aliweza kulichukulia hilo jambo lilimshangaza kidogo. Charlotte alifanya tayari aonekane kama kuna kitu anajua,
kubwa, na kama kuna siri ipo huyu bidada anaificha. Hilo tutalijua tu baadaye. Beni akaamua kuwasiliana haraka sana na mwamba mmoja haka anayemfahamu, na kwa wakati huu akaanza kumshinikiza aweze kufuta akaunti zote za Emil za kwenye social media. Lengo ni kwamba watu wasije kugundua kwamba wawili hao walikuwa wana mahusiano ama walikopo wanajuana kidigitali, lakini kwa wakati huu tayari mambo alikuwa ameshaharibika vibaya sana. Siku inayofuata Asa akaamua kuingia kwenye chumba cha mikutano, hasa kwenye ile kampuni ambayo Beni anafanya kazi, akiwa mtulivu sana tena mwenye confidence, na hapa anaonekana yuko tayari kwa ajili ya kuweza kufanya makubaliano. Ukweli ni kwamba Asa kwa wakati huu anataka kila kitu kiweze kuisha kimya kimya, yani pasiwe kabisa hata na drama za mahakamani au hata headlines pamoja na kiki mbalimbali kwenye vyombo vya habari. Ben akamsikiliza kwa makini sana na akatambua kitu muhimu, ya kwamba Arthur tayari anajua kuhusu Emil na anajua kila kitu kuhusu yeye pamoja na Emil. Kama Ben hatakubali kuweza kushirikiana na Asa, basi atatumia kifo cha Emil kwa ajili ya kuweza kumwangamiza kabisa. Sasa kupitia hili Ben hakuwa na namna, mwamba akakubali ofa hiyo na Asa akaamua kutoa dola milioni 400. Sasa hizi pesa zikawa zina mgawanyo. Milioni 300 zikaenda kwenye familia za watu waliokufa kutokana na hiyo dawa, na milioni 100 zikaenda kwenye ile kampuni ya kisheria ya yule mchizi Ben. Makubaliano yakafanyika, watu wakapeana mikono na kila kitu kikaonekana kuweza kuisha. Ben akarudi nyumbani akiwa anajihisi mtupu kabisa ndani yake. Mwamba alipofungua mlango aliona kitu cha tofauti sana. Hapa akaona mwili wa Emil ukiwa umelala kitandani kwake, na hii ni wazi kwamba kuna mtu ameuweka ule mwili kwa makusudi. Chumba kikawa kimepangwa kwa makini sana ili mwamba Ben aonekane ndiye muuaji. Na kabla mwamba hajapata muda kabisa wa kufikiria, ghafla mlango unagongwa na ni polisi ndio ambao wanataka kuingia humu ndani. Chizi akaamua kabisa kuweza kutoroka kabla hajakamatwa na kuiacha nyumba yake. Sekunde chache tu baadaye Ben akawa mshukiwa namba 1 wa kesi ya mauaji. Ben aliposikia hizo taarifa akaanza kuvaa maplova na kuanza kujificha nyumbani kwa rafiki yake mkubwa. Rafiki yake na Ben akawa anamtazama huyu mshikaji, na kwa wakati huu akamwambia, nilikuonya tu toka mwanzo. Na mwamba baada ya hayo yote akaamua kumkabidhi bastura rafiki yake ili aondoke mjini haraka iwezekanavyo kabla mambo hajazidi kuwa mabaya. Ben akaamua kuweza kuichukua bunduki hiyo, lakini badala ya kukimbia mwamba akaenda moja kwa moja nyumbani kwa Asa, na kwa wakati huu akamwekea bunduki usoni. Ben kwa wakati huu akaamua kuweka masharti yake wazi, na mwamba anadai ya kwamba atampa Asa ushahidi wake wote aliopata kutoka kwa Emil, lakini kwa sharti moja tu, Asa aache kila kitu dhidi yake, yani kuhusu kesi ya yule bidada Emil, ya kwamba yeye ndio ambaye ameweza kumkatisha moto, afanye kuisaulisha. Arthur akamsikiliza kwa utulivu sana, na kisha kwa wakati huu akatabasamu na kusema kitu cha kushangaza sana. Mwamba anadai ya kwamba hakuhusika kabisa na lile tukio la bidada Emil na wala hakumtuma mtu yoyote kuweza kumtisha kule klabu. Asa akasema alimpenda sana Emil kweli na wala asingeweza kufanya kitu hicho. Mwamba akaendelea kusema hata ile fedha ya dola milioni 400 haikuwa sababu ya kesi tu ya Beni, bali ilikuwa ni kwa ajili ya bidada Emil. Kisha Asa akasema wazi kabisa, ningetaka kukuumiza wewe pamoja na mke wako, ningeshawapoteza kitambo sana. Ben akatoka pale akiwa amechanganyikiwa zaidi kuliko mwanzo, na hapa kichwani mwake akawa anajiuliza kama hasa kufanya haya yote, basi ni nani ambaye ameweza kufanya hili tukio? Ben hakutaka kabisa kuweza kusubiri muda mrefu ili kusudi kuweza kupata majibu anayojiuliza, na kwa wakati huu Mwamba akamfuata yule mwanaume aliyemtishia kule klabu, lakini kabla hajamfikia yule mchizi akamshambulia Ben kwa haraka kiasi cha kwamba hata Ben hakuwa na nafasi ya kuweza kujitetea, na Mwamba akapoteza kabisa nafahamu. Ben alipozinduka akajikuta ndani ya kanisa na mbele yake yuko mke wake wa kuitwa Charlotte, naye pia ametekwa. Ben akawa anadai majibu kwa nini aliweza kumwangamiza Emil. Sasa huyo mshambuliaji akajibu tena kwa utulivu kabisa na kusema ya kwamba yeye hakutumika kabisa kuweza kumwangamiza Emil. Yeye alichokifanya ni kuweza kuuhamisha ule mwili wa yule bidada Emil nyumbani kwa Beni na kupanga mazingira ya kumfunga Beni kwa kesi ya mauaji. Hii taarifa ikamfanya Mwamba Beni aweze kuingiwa na ubaridi. Muda wote mwanaume huyo alikopo anaendelea kumtazama
kumtazama Charlotte. Sasa ni kama bidada Charlotte ndiyo kipande muhimu ambacho Benny bado hajakielewa kabisa. Alafu ghafla, bila onyo, bila amri, bila sharti lolote, yule mwanaume ghafla akaamua kunyanyua beto, na kwa wakati huu akamchoma nacho begani bidada Charlotte. Charlotte alipiga kelele na ukunga mkubwa sana, na hapo kitu ndani ya Benny kikawa kimepasuka sana. Sasa huyu mwamba aliyemshambulia bidada Charlotte akapoteza umakini kidogo. Ben akaamua kumlukia, na kinachofuata hapo kikawa ni mapambano makali sana, na mwamba Ben akaamua kuweza kujitahidi ili kusudi kuweza kuokoa maisha yake. Ben akapigwa vibaya sana, lakini mwamba akafanikiwa kuweza kumshinda na kummaliza kabisa yule mwamba. Na baada ya hapo mwamba akamnyanyua mke wake Charlotte na kisha akamkimbiza mpaka hospitali ya karibu. Wakiwa huku, mwamba akaona polisi karibu na mlango wa hospitalini. Mwamba akaamua kuondoka haraka sana kabla polisi hawajamtambua. Baadaye kidogo Ben akaamua kumpigia simu yule rafiki yake Haka, na kwa wakati huu akaanza kumwambia habari kuhusu laptop aliyoipata kutoka kwa yule mwanaume aliyokuwa akiwashambulia. Laptop hiyo ilikuwa imejaa mafaili ambayo yalifichwa kwa muda mrefu, na zilikuwa zina jumbe ambazo zilikuwa za kificho sana. Yaani sio rahisi mtu kuweza kusoma kila kitu na kuelewa kila kitu. Rafiki yake akaogopa, lakini Ben akamsisitiza huyo Haka na kumwambia kwamba aanze kazi ya kuweza kuanza kuzisoma hizo jumbe vizuri sana na agundue zilikuwa zinamaanisha nini. Basi bwana, mwamba akahangaika nayo, na mafaili yale yalipoweza kufunguliwa kila kitu kiliweza kubadilika kabisa. Sasa unaambua kwamba mtu aliyekuwa nyuma ya huo mpango hakuwa Arthur, bali alikuwa ni Charles, yani bosi wa Benny mwenyewe, na alikuwa akipoteza kesi kwa makusudi ili hasa aendelee kubaki salama. Na pale ambapo Benny alileta ushahidi wa kweli ambao ungeweza kumwangusha Arthur, Charles bosi wake na Benny aliingiwa na hofu, na hapa akaamua kabisa kumuondoa Benny kabisa kwenye huo mchezo. Benny akaingia kwenye ofisi ya Charles akiwa na kila kitu kwa wakati huo, ushahidi wote, mafaili yaliyovuja na picha kamili ya ukweli, na hapa akamtazama Charles machoni na kuweka kila kitu wazi. Charles akajaribu kujitetea, na hapa anadai ya kwamba hakutumika kabisa kuweza kumwangamiza yule Emil, na ukweli ni kwamba alimfunga tu Benny kwa hiyo kesi, lakini Ben hamwamini kabisa huyu bosi wake Charles, na hapa akawa anamwambia tayari ameshamuua yule mwanaume ambaye alikuwa akimtegemea na ana mafaili yote pamoja na ushahidi wote, na kwa wakati huo tayari ameukabidhi kwa polisi. Charles hana tena pa kukimbilia, lakini dakika chache baadaye polisi wakaingia ofisini kumkamata Charles, lakini Charles hakuwa na mpango kabisa wa kwenda gerezani, na hapa mwamba akaona nafasi yake ni hii hapa. Mwamba akanyanyua bunduki ya polisi mmoja na kisha akajipiga risasi hapo hapo ofisini. Mwamba akakata moto kabla ya mtu yoyote hajafanya chochote. Basi baada ya mwamba Charles kuweza kukata moto, kutokana na zile picha pamoja na ushahidi wote ukawa umewekwa wazi, mashtaka yote dhidi ya Benny yakawa yamefutwa rasmi, na Benny sasa akawa ni mtu huru. Ben akaona ya kwamba kila kitu kimeshaisha, na kwa wakati huu mwamba akaamua kukusanya vitu vyake vyote ili kusudi aendelee na maisha yake. Lakini wakati anachukua hili jaketi la huyo bidada ambaye ni mke wake akiitwa Charlotte, ghafla akasimama, na kwa wakati huu anatambua ya kwamba harufu ya perfume iliyopo kwenye hilo jaketi ni ile perfume ya bidada Emil. Ben akaenda moja kwa moja kwa Charlotte akaamua kumuuliza kwa nini hili jaketi linanukia perfume ya Emil. Charlotte haangalii pembeni wala hakutaka kabisa kuweza kumdanganya, akakaa chini na kisha akamwambia ukweli wote. Bidada anadai ya kwamba aligundua kuhusu Benny pamoja na Emil tangu siku ya kwanza kabisa, na hapa akaendelea kumkabili Emil yeye mwenyewe kutokana tu na wivu. Wawili hao walibishana sana, Emil alikuwa amelewa, hivyo akapoteza balance kabisa na kisha akaanguka vibaya, akajigonga kichwa chake kwa nguvu, na kisha Emil akafa pale pale mbele ya macho ya Charlotte. Hapo ndipo bidada Charlotte akaamua kufanya uamuzi mbaya. Hakutaka kabisa kuweza kuita msaada wala hakujaribu kabisa kutaka kumwokoa. Badala yake akaamua kupanga mazingira yote yaonekane vizuri, kana kwamba bidada Emil aliweza kujikatisha moto, na bidada akaamua kuweka ushahidi wa uongo na kweli kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu atakayemshuku juu ya hilo jambo. Kisha bidada akaamua kuondoka kimya kimya kabisa. Ben akasimama pale akiwa hana hata maneno. Hasira ikawa ni kubwa sana, akiwa ameumia na amechoka kabisa kupita kiasi, lakini mwisho wa yote Ben akafanya uamuzi wake na akaamua kumsamehe mke wake Charlotte, si kwa sababu alichokifanya kilikuwa sahihi, bali ni kwa sababu tayari ameshapoteza mengi sana kwa matendo yake na hataki kabisa kuweza kupoteza ndoa yake, na kwa sababu pia hata bidada Emily ambaye ndio alikuwa sababu pengine naye pia alikuwa tayari ameshafariki dunia. Hakuna mtu ambaye alikuwa na
hatia kwenye hii story. Si Hasa, si Emil, si Chaz, si Beni, wala si Charlotte mke wake. Drop comment yako hapa chini, umejifunza nini kuhusiana na hii movie kuanzia mwanzo mpaka tamati, na huu ndio unakuwa mwisho huu hapa mzigo. Siache ku comments, ku like pamoja na ku subscribe. Mpaka kwa wakati mwingine, mimi naitwa Kipaso Njeyara. Oi. Bonge Story.